Chama Mapinduzi! Sisi. Unajua wakati mwingine unaweza kusikia naongoza kolo, huwezi jua. Mungu mengi. Unaweza kusikia maka nchi ana mtu kama ushazoea chupu, unaweza kwa point 8 hapo kama ndio unaongoza ligi. Kumbe tunaongoza huko. Sawa. Twendeni tukapambane tuzipate points 3 tukae pale juu. Marathon hatusubiri mwisho. Waendelee kujidanganya waseme bado. Ameandika unajua huwezi kufananisha timu ambayo imeshinda mechi 4 na timu ambayo imeongoza misimu 4. Ala. Golo alikaa 5 years. Hajashinda ubingwa. Leo imekuwa ajabu sio na watu wetu vipi hawa? Mlitusema nini? Pre-season yetu ya hovyo. Haya, nyinyi wenye pre-season mlofanya miaka milioni na sisi tulofanya siku 6. Which is which? Kasema si pre-season yetu ya hovyo. Mkatuua wewe, mkatusema goalkeeper wetu akala. Kuna goalkeeper kama Diarra. Wallahi juzi nilimuona. Kwani simama. Yule Diarra anapopasiwa mpira. Kwanza ana side mirror. Side mirrors zinaitwa. Unajua side mirror? Hizi. Yaani bina mchezaji mzuri lazima awe na macho humu. Yaani wakati wewe unapasia yeye tayari kishajua huko pembeni kuna mtu. Mchezaji unacheza na yaani wewe mpira uko hapa lakini huko macho anaona. Anaachia hapa, anapiga hapa, anapiga hapa, anapiga pasi kulia, alafu akidaka hivi. Akiseti pale unafika kwa mtu. Hakuna goalkeeper kama huyo Afrika Mashariki. Ni sweeper. Kuna wakati anakuja kama libero. Sio sweeper, kuna wakati anakuja kama libero. Anaambia nani Dickson na Mwamnyeto sogeeni. Juzi simliona kuna mpira ulipiga akaja ku. Hatari yule. Hatari. Sijui kama atamaliza miaka miwili. Yule sio goalkeeper wa level ya Tanzania wala Kiafrika. Footwork yake angalia touch. Kuna mpira ulipigwa wa kichwa ule alikwenda kufuata. Hatari ile jamani. Ni mnakaa mnazungumza maneno kama piga wanzuke. Vipi Sheikh? Tuna Diarra. Haya. Juzi nilikuwa naambia rafiki zangu kuna dhambi naanza kuiona. Lazima wana Yanga tuwe makini. Natengenezwa maksudi. Jamani, mimi nimekaa kwenye media for long. Umeona wanamzungumza Aucho, wanamsifu Bangala, wanamsifu Feitoto. Lakini husikii mtu kumzungumza Dickson Job wala Bakari Mwamnyeto. Wanataka kuwashusha. Yaani hiyo ni plan. Wewe unawezaje wachezaji ambao wamecheza 4-5-0 minutes dakika 450 hawaja consider goal afu wazungumzi kabisa? Hawazungumzi kabisa, wanifaa kama bubu vile au kama vile watu ambao macho hawana. Wamecheza dakika 450, 360 za ligi na ongeza na 90 za tulizopiga makolo, 450. Hata sio chuma kijagongo. Ule shuti golini utakupiga chuma upate. Bado watu hawazungumzi, wameacha kimya. Dickson Job ni top libero sasa hivi. Top kabisa. Yule Mwamnyeto, kwanza yule Mwamnyeto sio beki. Yule sio beki. Yule ni holding defender anaitwa. Jina jipya linawapa wachambuzi. Holding defender. Ndio yule anaitwa. Anafanya kazi za holding midfielder, ana defend professionally. No foul, sio kwa kuna jana nimeona kuna mchezaji kamchukua mwenzie kampasua kichwa. Ile kama Ulaya unajua unafungiwa miaka milioni ile. Unampiga mwenzio ndo kama ile yani. Kama wrestling. Makujua kamchukua kwa mtume kataua mtu. Mwamnyeto Dickson Job hausiki na mambo ya kibwegebwege. Jamani, asanteni sana na washukuru tena. Hatucheki na mtu. Tunahitaji return of the champions. Lazima turejeshe ile taji. Na hatuwezi kusubiri tuseme mbio za marathon tusubiri raundi 10 na kilomita 10 za mwisho. Sisi tunaanzia hapa mwanzo. We have power, energy hiyo tunayo ya kukimbia kilomita 42 kwa speed ile. Tunayo energy. Tusubiriane hapa. Hizi mambo ya chupli unasema mwaka jana ilikuwa hiyo, ndani mwaka huu chupli zitafanyika. Lazima kuna wakati twende beyond that. Sisemi kwamba katika mpira
haziruhusiwi red cards au haziruhusiwi penalties, ni kitu cha kisheria na zimo katika sheria 17. Lakini twende beyond that. Ukianza kuona kuna timu moja kila ikicheza lazima kuwe na jambo fulani na jambo fulani lazima litokee, nada napata mashaka. Why? Sisemi wanapendelewa, lakini why wao tu? Yaani penalty hizi wengine hawatakiwi kupewa, tudedikadizi, yani lazima sasa labda hiyo ndio akili yao kwamba chupli shekhe this time haiwezekani, na wajua kuliko wanavyojijua haiwezekani. Hapo tunakariri makaja. Kwa hiyo sisi tumelala tu, nyinyi mnajiona kama vile ndio miungu watu kwamba nyinyi yani nyinyi mna mechi 4 makaji bado mechi 3 tu. Haiwezekani. Hii Yanga ni kubwa sana. Yanga sio kitu mchoona kama vile kimeibuka tu. Yanga kitu kimeandaliwa kiwe mfalme wa nchi hii katika mpira. Haijaja tu kwa bahati mbaya. Wanayanga, msende kuvimba, nendeni katambeni. Kuvimba ni sifa ya kiburi ambacho Mwenyezi Mungu peke yake ndo mwenye hiyo nafasi. Sisi tukatambe, tuwe jeuri, tusiwe viburi. Kiburi ndicho kinachowaponza wenzetu, ni sifa ya uungu. Kiburi ni sifa ya uungu. Sisi hatuna sifa ya uungu. Sisi tukatambe kwa jeuri. Kuvimba ni kiburi. La vimbaji. Sisi tukatambe na tuseme. Nimefurahi jana, nilikuwa naona juzi jana naangalia clip za Wanayanga wanatamba, wanajidai. Kuna dada nimemuona kwenye clip anatembea kwa kujidai na yes. Wewe Yanga Afrika usijidai kwa nini? Unacheza vizuri, unashinda, una clean sheet, una uongozi imara, una kocha wetu wala lingi. Mwarabu ule umeona analinga. Hana mbwembwe za kufungwa goli afanye hivyo wala nile kimya. Goli linafungwa na angalia wenzao washangilia na ulipala sema alhamdulillah twende. Narudia. Mechi ya kesho ina umuhimu mkubwa. Kwa kuna changamoto kidogo. Nani lake sisi tunao 10. Lazima 2 wakae jukwani, lazima. Kanuni inataka hivyo. Lakini hebu angalia foreigners wetu. Diara, Juma, Bangala, Dr. Aucho, Jesus, nani? Maele, Sita, Mukoko, Makambo, Saido, nani nimemwacha mwingine? Yakuba. Alafu angalieni hao wanaosema kwamba wanaokaririshana kwamba mechi 4 wachezaji wao wapya wanaocheza wangapi. Wote tunakaa nao jukwani, tunakula pelemende, tunakula njugu. Sio wachezaji wetu wamo mule. Tusikariri maisha. Alafu the issue hapa sio tu kwamba kukariri maisha, jinsi timu inavyocheza. Unajua unaweza ukafungwa, unaweza ukashinda, unaweza ukatoka draw, lakini the way timu yako inavyocheza. Kuna mmoja leo kaandika makala ndefu afu anasifiana. Yaani unajua shida wanapewa zile makala, najua anaziandika. Mimi I was there. Kitu anachosahau mimi nilikuwepo kule. Kwa najua nani anaandika zile, anatoa nani, alafu zinatumwa kwa jina la nani. Zile zinafanywa purposely kuwapoza watu wao, wajione kwamba hata mwaka jana ilitokea. Hakuna, mwaka huu ni kitu kingine. Huu ni 2021, ile 2020. Sasa hivi rais wa nchi nani? Mwaka jana alikuwa nani? Hatuwezi kuishi maisha kariri tu. Sisi tumejipanga kwa sababu we have a good squad, not team, squad. Timu unazungumzia wachezaji 11 na wale, sisi tuna squad. Nani katika klabu yoyote nchi anaweza, hata kocha gani akafikiria nchi kumweka nje Mukoko? Kufikiri tu ni dhambi. Lakini si Mukoko anakaa nje na bado mambo yanaonekana. Saido, Huda Dedeki, yule mwamba anajua mpira kupitiliza.
Wewe unaweza ukathubutu kumwacha nje Saido? Angalia wachezaji wao wanaoka nje. Sheikh, sisi hatukusajili kwa bahati mbaya. Ni plan iliyoendana na matakwa ya technical bench, lakini na jinsi tunavyotaka ubingwa. Hatuendi kukosea safari hii. Hesabu, juzi niliwaambia tunakwenda hesabu moja baada ya moja. Jana niliandika mahali, tushafurahia kuwafunga Azam, sasa our focus ni kwenye mechi na Ruvu.